Napenda kuwafahamisha mazungumzo hayo tayari yamekwisha anza kupitia taasisi yetu ya Tanzania Interfaith Partnership TIP, ambayo kwa sasa uwenyekiti wake uko chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, baada ya TEC kumaliza muda wake wa mzunguko. Makatibu wakuu wa TEC, CCT na BAKWATA tayari wamekutana mara kadhaa, na hatimaye sisi viongozi wakuu pia tulikutana na tukafanya mazungumzo yetu ambayo yanakwenda vizuri, na naamini kwa kuwa sote lengo letu ni kuinusuru nchi yetu na kulinda maisha ya watu wetu na mali, iwe ni za watu binafsi au za umma, miundombinu, na kuirejesha nchi yetu katika taswira yake insha Allah Taala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki juu ya hilo. Na vyomba vikundi vyote vya dini zote viache kutoa matamshi ambayo yataleta mhemuko kwa wafuasi wao dhidi ya dini nyingine, na pia waache kabisa malumbano ya kidini, badala yake wahamasishe wafuasi wao kuiombea nchi yetu amani na utulivu. 7, tunawasihi wafuasi wetu wa dini na madhehebu zote tuunge mkono jitihada za serikali yetu katika kulinda amani na utulivu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanafahamu kuwa kuna mtu au watu au kikundi cha watu kinapanga au kushawishi kufanya vurugu siku ya tarehe 9 au siku nyingine za mbele zijazo. 8, tunawakumbusha Watanzania wote kuwa si nchi zote zinapendezwa na amani iliyopo nchini mwetu. Vurugu za tarehe 29 Oktoba 25 zinachangiwa na vita vya kiuchumi. Baadhi ya nchi zinataka kuivuruga nchi yetu ili zipate sababu za kuja kuchukua rasilimali zetu kwa manufaa yao kama wanavyofanya kwenye nchi nyingine. Tusiwape nafasi watu hao. Natoa wito kwa mashehe wa mikoa, wilaya, kata na maimamu wote pamoja na viongozi wa taasisi zote Tanzania kuendelea kufanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuendelea kuwaelimisha vijana wetu kuwa watulivu na kuendelea kuwasilisha hoja zao na matatizo yao kwa viongozi waandamizi wa serikali katika maeneo yao. Pia tunawasihi viongozi wa serikali kuendelea kupokea kero za wananchi na kuzishughulikia kwa wakati.